kwamba sasa serikali imezuia mtu yeyote kuingia mashambani kwenda kununua kahawa kwa mkulima. Hizo zote ni jitihada kwamba wote watu wakutane kwenye soko, kwenye mnada, kwamba mimi mkulima anakuja pale Yamko, haya namkuta mkulima pale, amekuja mwingine tena, yuko Hamidu, yuko Abdalla, yuko Sosi, yuko nani, tumekaa pale mnadani, mtu anasema haya na 1000, Yamko anasema 2000, huyu anasema 3000. Kwa hiyo ile ndio faida ya mkulima. Baada ya pale kahawa itapanda bei kwa sababu soko litakuwa ni moja mnadani. Hakuna mtu anakwenda kununua kahawa mbichi kwa mkulima. Kama wewe ulikuwa ni mnunuzi unafuata wakulima, tukutane kwenye mnada. Katika ule mnada nasikia ile bei ipande. Mkulima akitoka pale akiuza kahawa yake shilingi 5000 6000, itashawishi vijana sasa ambaye anashinda pale kijiweni, hana kazi mwanzo mpaka asubuhi, aende kutafuta eneo kijijini, alime mibuni yake 20 50, alete kahawa kwa sababu tayari itakuwa umeshaweka mfumo mzuri. Kwa hiyo hiyo ni njia mojawapo ya kumshawishi kijana ambaye alikuwa anakataa kilimo, anaona atoke kijijini akimbilie mjini, aje mjini kazi ngumu, ashinde kijiweni, na hela za bure zimekwisha sasa hivi kwa sababu Mheshimiwa Rais alisema kwamba hata jelo mtalisamini, na ndio inayo hiyo. Kwa hiyo lazima tufanye kazi. Tuli katika maazimio ya vijana tuazimie kitu fulani. Kwa mfano kijana ambaye amekaa mjini, aje kushika jembe, leo ndo mara yako ya kwanza unamwambia rudi kwenye kilimo, na anaona kwenye fursa ya kilimo ndo kuna pesa, anaweza akaanzaje kubadilisha tabia yake au aje kushika jembe? Narudi pale pale, kwanza ni kukubali. Ndio. Yaani wewe kijana mwenyewe useme sasa nakwenda kufanya kitu fulani. Unajua kila kitu kikubali utafanya kazi na ukakipenda. Kwa sababu hakuna aliyezaliwa anatoka tumboni mwa mwanake anajua kulima. Sawa? Anajua, yani hiyo sasa inatokana wewe mwenyewe sasa umejipangaje na unakwenda kufanya shughuli hiyo. Kwa hiyo kama wewe uko kufanya kilimo na unaona kilimo kinalipa, wako wataalamu kule vijijini, wako mabwana shamba, wako nini. Lakini kuna masemina, kuna mapambano ya kilimo wako kule, lakini kwa njia rahisi, kwa sababu huwezi ukategemea kwamba naenda sasa kwenye kilimo. Na imani kule vijijini watu wote kuna mara kwa utakaporudi kule kwenye eneo lako la asili, kuna watu ambao walikuwa wanaendelea na kilimo. Kwa hiyo ni swala na watu ambao watakuwa wanakijua kilimo. Kikubwa ni wewe mwenyewe kwanza kukubali nafsi yako kwamba sasa nimeamua kwa dhati narudi kwenda kufanya kilimo. Na yako mazao ambayo ni ya muda mfupi. Umesikia? Yako mazao mengi. Lakini pia uko ufugaji, kuna ufugaji wa kuku wa nini. Kwa mfano sasa hivi mimi nijitolee mfano, mimi sasa hivi nimeingia katika swala la ufugaji. Nilianza kama mchezo. Sasa nimetengeneza mabanda yangu, nakumbuka nilikwenda pale Bunazi. Kipindi hicho nilikwenda pale nimenunua kuku. Nikanunua kuku 15. Sawa? Yeah. Kuku 15 wale, nikatafuta daktari akawapiga sindano kwa ajili ya yale lakini leo ukifika katika banda langu utasema kweli mayai wanataga, na nimejipa muda kama baada ya kufika muda fulani nitaanza kuuza. Watu wanakwenda ni kuku tena wa kienyeji hao. Sawa, wewe ni kuku wa kienyeji. Kuku ambao unakwenda pale 20,000 15 pale sokoni. Mimi wakishakuwa wengi wameshazaana, nikimuuza kuku shilingi 10,000 sina sara. Kwa mtu anaangalia azimio la Kagera anaweza kusema kwamba Brother Jamko anaongea kitu ambacho ni kirahisi sana, kwamba yeye anamtaji ashafanya kazi. Kuna vijana sana tunalia sana kwamba ukiniambia fanye biashara hii, sina mtaji. Sina mtaji. Je, hiyo dhana tutaitoaje na mtu atapataje mtaji kwa ufikiri uwezo wako? Kwanza of course tatizo kubwa na wengi wamekuwa wakisema kwamba swala la mtaji, na ni kweli kuna kilimo sawa, lakini ni kilimo ambacho kidogo kinahitaji gharama. Kilimo ni gharama, lakini kuna kitu kimoja ndugu mtangazaji nataka tu nikwambie. Hakuna kitu chepesi katika maisha. Na ili uweze kutengeneza historia ya maisha, uweze kuja kumhadithia mtoto wako, mjukuu, ndugu na jamaa, kuna mahala umeanzia. Leo hii matajiri unakwenda, hakuna tajiri ambaye kwamba amekuja tu kwamba from nowhere kaibuka labda kama alikuwa mwizi jambazi na nini kaiba hela za watu. Atakwambia mimi nilianza kuuza karanga, nilianza sijui kuendesha baiskeli. Asilimia kubwa ya watu mimi sijui nilikuwa machinga, sijui kuna mahala mtu unaanzia. Lakini jitihada zako zile, sawa, jitihada zako ndio zinakufanya ufanyeje, ufanikiwe. Lakini pia kwa hali ilivyo sasa hivi, kuja kupata mtu kwamba amechukua pesa amekupa bure, na hiyo ni tatizo. Kwa hiyo tukubali
kama una sehemu ya ardhi, au uende ufanye kazi, ufanye vibarua, upate kile kidogo, kwa sababu usipokuwa na discipline ya pesa, kwanza ni tatizo. Discipline. Pesa inataka discipline kubwa sana, hasa kipindi kama hiki. Usipokuwa na nidhamu ya pesa ni tatizo. Sawa? Ile ndogo utakayoipata lazima uwe na nidhamu. Heshimu. Sawa? Fanya vibarua, anzia mahala. Au kubali, nenda kwa mtu mshirikiane, kwa sababu hizi kazi utakwenda tafuta vibarua, fanye. Kuna hizi leo wanasema kwamba sijui zinakuja kwenye halmashauri kwenye nini, ambazo asilimia kubwa ukija kuzifuatilia unakuta wanaopewa sio walengwa. Bado hilo ni tatizo katika, na hilo kupitia hapa tu wanaohusika wajaribu kulitazama. Unakwenda unakuta ukifuatilia zile pesa wamepewa watu ambao wana uwezo wao kwenda kwenye kilimo, sio vijana. Kuna hela za vijana na kina mama zinakuja sijui 10% kwenye hizi halmashauri zote Tanzania. Lakini wale watu namna ya kuzipata, kwa sababu maskini wa kawaida kabisa ambaye anataka kwenda kwanza process zake kwanza kuja kufikia sijui afisa sijui nani pale wa masuala ya mikopo, hamna, atazipata mtu ambaye ana uwezo. Kwa hiyo ni tatizo. Kwa hiyo kijana, kwanza ni wewe kukubali kwamba huu muda ambao naharibu kwenye kijiwe asubuhi mpaka jioni, nikakaa nikapata habari hii leo Magufuli kafanya 1 2 3, sijui Kenya imekuwaje, ule muda, kwa nini hizo jitihada zako zisichukue ukazipeleka kwenye kilimo, ukazipeleka kwenye shughuli fulani, kwenye kilimo cha mboga kwenye nini, ukaanzia mahala. Kwa kijana wanaokaa vijiweni wanakuwa nafikiria sana. By the way, unaweza kuwa nafikiria kwamba kuendesha bodaboda ndio ajira. Sijui unanielewa? Ndio. Bodaboda ni ajira, kwamba imeajiri vijana wengi, lakini kijana anaweza akapata milioni 2 na point kadhaa. Anafikiria kia kwanza kwenda kuendesha bodaboda. Ambapo bodaboda ina vitu vingi. Je, hiyo milioni point kadhaa hiyo unaweza kumtoaje mtu mwenye fikra hivyo kwamba kuna kilimo, kumwambia kilimo, kuna uvuvi, kuna viwanda vidogo ambapo sasa hivi mlikazia mkazo kwamba baadaye serikali na wasupport kuvianzisha, kwa hiyo kuna effort kubwa katika viwanda. Huyu kijana tunaweza tukampataje kwamba ukambadilisha kwa mtu sasa hivi anakuta ana hela yake, kesho anaenda kununua pikipiki. Unaweza kumbadilishaje kwamba akawa na malengo kwamba afanye kitu tofauti na hicho cha ubunifu na kikamuingizia hela kubwa? Kwanza mimi kupitia kipindi hiki nitake kuhamasisha vijana kwamba sasa hivi kilimo ni fursa. Ni fursa kwa sababu kama tayari una shilingi milioni 2 ukaenda mahala ukapata eneo lako. Kuna maeneo mengine huko saizi watu wameingia kwenye kilimo mpaka kuja kupata eneo. Mtu anakwenda kukodi eneo kwa miezi 2, 3, 4 au miezi 6 anafanya kilimo. Lakini akiingia pale anahakisha ameweka mazao katika kipindi cha miezi 6 hiyo, at least hao ametoa hela ya kumlipa yule mwenye eneo. Sawa? Na yeye amepata faida. Kwa hiyo niwe ni kucheza tu kuangalia bwana hapa nikiweka mchicha, nikiweka mboga nikifanya hivi, ukacheza hivi. Kwa hiyo mimi nasema hivi. Kilimo sasa hivi kinalipa kuliko hiyo bodaboda ambao unakwenda pale kugombania mteja. Hiyo nataka niseme ukweli kabisa. Na mimi hiyo nimeijaribu sasa hivi. Na nitaomba tu kwa sababu nimeanza sasa hizi uandaaji wa maeneo. Tena hapa mjini kuna maeneo fulani ambayo ulikuwa na, yani unaweza kukaa kwenye nyumba yako, eneo lako na sehemu labda ekari, nusu ekari, robo ekari, lakini eneo lipo tu. Lipo unalichezea ambapo ungeweza kuweka vitu fulani pale, mboga nini, na ukaweza kuishi mjini. Sawa. Asante sana brother Jamko, tuna muda kidogo na tutupa mkono. Kwa mtu ambaye anaangalia sasa hivi Azimio la Kagera, tunataka tuone vitu ambavyo mlianzisha. Tunataka tujue kuku wao, tutakuja tukutembelee hao kuku umeanzisha, umeanza na 15 sasa hivi umefikia wangapi? Unapoishi katika lifestyle yako, je, unaweza kumsaidia kijana kufika sehemu fulani? Hivyo vitu tutakuja kuvifanya, tutakuomba sehemu tuje tutembelee, tuangalie miradi yako tofauti. Unaweza kuwasaidia vijana kwa influence, kuwabadilisha mitazamo. Pia kukumalizia, unamshaurije kijana anokaa mkoa wa Kagera kuziona fursa na kubadilisha fikra ambazo ni mapinduzi ya fikra na kiuchumi? Kwanza ukishamsaidia kubadilisha akili, mpe ile mawazo ambayo anambadilisha akili ya kijana ambaye ataziona fursa hapo, aone uchumi kwamba yes, kumbe kwa uchumi uko hapa. Binafsi mimi kuna kitu kimoja, na ndio maana nikatanguliza mwanzoni kabisa kwamba jamii kwanza ikubali kusaidia watu. Inategemea watu tuna roho tofauti na neno tofauti. Binafsi kwangu mimi sioni shida yani kumuonyesha njia kijana kwamba nenda pale kuna fursa, kuna 1 2 3. Kwangu mimi ambayo inawezekana kwangu mimi ni rahisi, lakini kwa mwingine sio rahisi.
Kwa hiyo niombe jamii, huwezi ukafanya kazi yani wewe tu peke yako kama wewe. Shirikisha watu ili ufanikiwe. Lakini kuna kuibiana idea. Toa idea, mpe mwenzako. Unaweza ukampa mtu idea mwingine akashindwa, lakini ukampa idea mwingine akafanikiwa. Sawa? Kwa hiyo tuwe wepesi wa kutoa mawazo yetu na kusaidia. Tuwe wepesi kushauri wale watu ambao wanataka kufanya kazi, mbadilishe huyu mtu, msaidie. Usiongee tu kwa majungu, usiongee tu kwa namna fulani ya kumkatisha tamaa, kumbeza, kufanya nini. Hebu yule kijana mlete karibu, mshauri, alafu muelekeze, ikibidi msaidie. Kwa sababu hizi shughuli leo hii, nazungumzia kwa mfano mimi kazi yangu, tukirudi mtu ambaye alikuja Bukoba miaka ya 90, 80, walikuwepo watu hapa. Kuna marehemu Haridi ndio walikuwa wanafanya hizo kazi za picha, lakini mtu alikuwa maarufu. Sawa? Miaka hiyo unasikia. Lakini leo teknolojia inakuwa kila siku, yani kila kukicha mambo yanabadilika. Kuna kazi, vijana wamekuwa wengi katika SRA, wanaingia kwa nguvu, wanafanya shughuli. Hiyo ndio furaha, kwa sababu kuna siku kwa mfano nitolee Bukoba hapa, zinaweza katokea labda kuna msimu zinatokea kazi 15 20 mle, basi watu hapo. Wewe huyo huwezi kwenda kufanya hizo kazi zote, lakini ukiwa na watu umepata kazi, usiwe na rubawa, unaambia bwana kuna shughuli sasa fulani nenda kaifanye. Lakini mtu mwingine anataka achukue hata mtu ambaye hawezi kufanya kazi aende, matokeo yake anaenda kuharibu. Umeelewa vizuri? Ndio. Yani anakuwa hiyo tunasema roho mbaya. Ubinafsi. Kwa hiyo tutoke kwenye ubinafsi. Tutoke kwenye ubinafsi ili Kagera iweze kusonga mbele. Kwa hiyo kitu kikubwa, tuache siasa. Kwa hiyo kitu kikubwa kinaokuhamisha mkoa Kagera ni kwamba watu wanakuwa binafsi sana. Kuna ubinafsi, kuna kukatishana tamaa. Yani kuna changamoto siasa, watu wanachukua vitu vya siasa wanachanganya kwenye mambo ya hivyo yani. Kwa hiyo tubadilike. Asante sana kwa muda wako. Yaweze kwenda. Asante sana kwa muda wako. Asante sana kwa muda wako unatazama TV yako kupitia Azimio la Kagera. Kumbuka Azimio la Kagera inapatikana Instagram na Facebook kwa kulimention Azimio la Kagera. YouTube tunapatikana kwa Azimio la Kagera. Subscribe pale, toa maoni yako kwa clip zozote zinazoruka pale, clip ndogo ndogo ambazo tutakuwa tunamtembelea mjasiriamali, tunaongea naye changamoto zinazomkabili na kitu tutachokifanya katika kuendeleza mkoa wa Kagera. Kumbuka tutakuwa tuna mijadala na kongamano tofauti ambayo ni debates zitakuwa zinahusisha mkoa wa Kagera. Kajambo tutakuwa nakualika uzidi kuwa influence vijana, tuazimie kujenga mkoa wa Kagera. Naamini tutakuja kuanzisha kongamano la kwanza ambalo litakuwa ni debate kubwa. Naamini itawafungua watu kufika. Tutazidi kukupa updates zote zinazotoka kupitia mitandao ya kijamii na vipindi vyako vya Azimio la Kagera. Mimi ni Fidel Phibet.